Hello, habari. Majina yangu mimi naitwa Dr. Mary, ni mtabibu wa tiba asili na mitishamba. Karibu sana mpendwa mtazamaji wangu katika hii channel. Channel hii inahusu mambo ya tiba asili, mitishamba pamoja na mambo yote ya kiroho katika mazingira yetu. Na imani ukiwa unafuatilia channel hii basi utajifunza mambo mazuri na mambo ambayo ukiyafanya basi yatakuletea matokeo kwa haraka zaidi. Mpendwa mtazamaji wangu, kama wewe ni mgeni na unatazama video hii kwa mara ya kwanza, basi nakuomba usubscribe, share video na wengine wakajifunze hiki ambacho naenda kukufundisha, na pia nakuomba usikilize hii video mpaka mwisho ili ujue na kufundisha nini na nini unatakiwa ufanye. Kinachotakiwa katika vitu vya kiroho na vya kiasili, uwe na utulivu wa akili pamoja na kuwa na imani. Mtu yoyote akitaka kushinda vita ya kiroho lazima uwe mtulivu na pia uwe na imani. Mpendwa mtazamaji wangu, leo nakufundisha dawa nzuri ambayo unatakiwa uitengeneze huko uliko. Dawa hiyo ni dawa gani? Unachotakiwa ufanye kwa ajili ya kuzuia chuma ulete. Wewe ambao unasumbuliwa na chuma ulete, pesa zinapotea, pesa hazikai. Unachotakiwa uwe na kuku mweupe. Kuku mweupe asiwe na doa lolote, kuku wa kienyeji. Unatakiwa uwe na shilingi 1000 ya noti. Hiyo shilingi 1000 ya noti unatakiwa uwe nayo. Lakini pia hakikisha ibada hii ya chuma ulete unayoitengeneza uwe msafi, yaani usiwe mchafu. Kama ni mwanamke basi usiwe katika hedhi, kama ni mwanaume basi usishiriki tendo la ndoa na mtu mwingine ukawa mchafu. Yaani usiwe na najisi yoyote, uwe msafi kabisa ili uweze kufanya ibada yako ya kufunga chuma ulete na kuzuia chuma ulete. Ukishapata kuku mweupe, basi huyo kuku utamchinja. Najua wengi mnajua muda wa kufanya kafara ni jioni kuanzia saa 11, saa 12. Hiyo ndo mida mizuri ya kufanya kafara lako la chuma ulete. Unamchinja kuku, unatoa firigisi. Hiyo firigisi utaiweka kwenye noti ya 1000. Hiyo noti ya 1000 utaweka firigisi yako juu, utaiacha ikae hapo muda wa nusu saa. Ukiwa umeviringisha firigisi, inakaa kwenye noti ya 1000. Ukishamaliza kufanya hilo kafara lako la kufunga chuma ulete katika biashara yako, basi ukimaliza utaenda kufukia hiyo firigisi sehemu ambayo ya biashara yako. Ukishamaliza kufanya zoezi lako, hii noti ya 1000 utaiweka katika draw yako ya pesa. Kwa hivyo tayari unakuwa tayari umeshatengeneza, umefunga chuma ulete katika biashara yako na pesa zitakuwa hazipotei tena. Mpendwa mtazamaji wangu, watu wengi wanapenda kulalamika na kulaumu kwamba labda mimi biashara yangu haiendi, lakini biashara nyingi watu wengi wanakuwa hawana kinga, hawajaweka kinga wala nini. Yaani mtu anafanya biashara tu kwa kumuomba Mungu tu, lakini vitu vya kiroho hafanyi kwa ajili ya kuweka ulinzi. Jamani, hata kanisani, misikitini watu wanafanya dua kwa ajili ya kuweka ulinzi katika nyumba za ibada. Kwa hiyo nyumba yako ya kujitafutia riziki, sehemu yako ya biashara, hakikisha unafanya ibada zako, na kama huwezi kufanya ibada za kuomba dua basi fanya mambo haya ambayo nakuelekeza ya kufunga chuma ulete katika biashara yako. Ukishafanya hilo zoezi la kufunga chuma ulete, utakaa kwa muda wa siku 40
kuangalia biashara yako inaendaje. Biashara yako ikiwa nzuri kabisa, inaendelea vizuri na haupati hasara, haupati shoti, basi dawa yako itakuwa imeshakamilika na dawa yako itakuwa imeshapata nguvu na inafanya kazi vizuri katika biashara yako. Mpendwa mtazamaji wangu, mimi naitwa Dr. Mary. Kwa wewe ambao unasumbuliwa na chuma ulete, unasumbuliwa na mikosi katika biashara yako, biashara zako unafunga mara kwa mara, biashara zako haziendi, biashara zako zina nuksi, zinaandamwa na maadui pamoja na chuma ulete kama nilivyokuelekeza, basi usisite kunitafuta kwa kubonyeza alama ya kujumlisha 255 787 23 20 81. Mpendwa mtazamaji wangu, na kuomba ushare hii video na wengine wakajifunze. Toa maoni yako, like na kukomenti. Na pia mpendwa mtazamaji wangu, popote ulipo, unapata huduma zangu vizuri kabisa bila wasiwasi wowote. Dawa za biashara, dawa ya kinga pamoja na dawa ya mvuto na dawa za mapenzi, ndoa pamoja na uchumba, na zote changamoto ambazo zinakuandama katika maisha yako. Unakosa utulivu, unakosa kujiamini, unaishi kwa hofu, basi njoo nikupe usaidizi. Naitwa Dr. Mary. Asante kwa kutazama video hii na nakushukuru sana.